Sambamba na hilo, taasisi yetu ya Profesa Mwera Foundation ni taasisi ambayo ni non-profit foundation. Tumefocus zaidi katika kuanzisha program ambazo zinakuwa ni za kusaidia jamii. Katika moja ya program tunazozifanya, sisi tunashirikiana na Wizara ya Elimu, tunashirikiana na Wizara ya TAMISEMI pamoja na Ofisi ya Waziri Mkuu katika kutekeleza baadhi ya mambo katika jamii zetu hizi za Kitanzania. Moja ya jambo tunalolitekeleza, tuna mpango wa kusaidia vijana wa Tarime mjini kusoma chuo bure. Mpango huu tumeuanza toka 2019 na mpaka sasa mpango bado unaendelea. Na mpaka sasa tumekwisha saidia zaidi ya vijana 5,000 ambao wamekwisha nufaika na mafunzo haya ya ufundi katika chuo chetu hiki. Kwa hiyo wale wamekuwa wakisoma bure, na asilimia kubwa tumekuwa tukichukua vijana ambao walikuwa wakihitimu kidato cha 4, wakati wanasubiri matokeo wasiwa idle mtaani, tunawaweka katika program. Na hata wengine baada ya matokeo kutoka, wengine walikuwa wakija baada ya kuwa wamekosa fursa za kuendelea kwenda mbele. Lakini hata wengine baada ya selection kutoka na wao kwa wamekosa nafasi, tumekuwa tukiwachukua katika kuja kusoma hapa. Kwa hiyo sambamba na hilo, sisi pia tunafanya kazi kwa kushirikiana na Wizara ya TAMISEMI, ambapo tuna kibali ambacho tumepewa cha kuzunguka shule zote za Tanzania bara, shule za sekondari pamoja na shule za msingi. Lengo kubwa ikiwa ni kuhamasisha vijana kujiunga na vyuo vya ufundi. Tunaona vyuo serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inavyofanya kazi katika kujenga VETA nyingi, na sekta binafsi pia tumekuwa tukiunga harakati hizo, tukiwepo na sisi katika kuanzisha chuo hiki cha Tarime VTC, ambapo imekuwa ni moja ya mkakati kutaka kuona vijana wengi wapate elimu ya ufundi. Hata juzi tulimsikia Mheshimiwa Waziri Mkuu akisema kwamba wale ambao wamemaliza degree waweze kurudi katika vyuo vya ufundi, basi waweze kupata skills za moja kwa moja zitakazowawezesha kwenda kujiajiri baada ya kuwa wamehitimu. Kwa hiyo tunapita katika shule hizo, tunahamasisha vijana wajitokeze, waende katika vyuo vya ufundi, waweze kujiunga katika vyuo vya ufundi, wapate fani tofauti tofauti zitakazowawezesha kujiajiri, kuajiri au kuajiriwa. Sambamba na hilo, sisi kama taasisi tumekuwa tukitunuku viongozi mbalimbali, tukiwatunuku tuzo na zawadi za aina tofauti tofauti katika swala zima la elimu. Kwa hiyo tumeisha toa tuzo mpaka kwa Mheshimiwa Rais, tulitoa mwaka jana mwezi wa 3, ya kumpongeza kwa kazi nzuri ambayo anaifanya katika sekta ya elimu. Hata kuna baadhi ya vibao ukipita utaona kuna baadhi ya posti ambazo tumeweka humu mjini katika ile tuzo ambayo tulitoa mkoani Dodoma, ilikuwa mwaka jana. Lakini sambamba na hilo tumekwisha toa tuzo kwa wakuu wa mikoa zaidi ya mikoa 13 Tanzania bara, na wao pia ambao tulikuwa tukiwapongeza katika swala zima la elimu. Sisi ni wadau wakubwa katika sekta ya elimu. Kwa hiyo mikoani tumekuwa tukialikwa katika matukio yale makubwa ya kimkoa ya kielimu. Kwa hiyo sambamba na kualikwa, pia tumekuwa tukitumia fursa hiyo kuainisha mipango, kuainisha pia hizi program tunazozifanya, uhamasishaji, kuendelea kuomba wengine waendelee kuhamasisha. Lakini tumekuwa tukitoa zawadi hizo kwa viongozi kuanzia wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, na kuja kwa level mpaka za halmashauri, wakuu wa shule, mpaka katika level za wanafunzi, kwa wale ambao wamekuwa wakifanya vizuri katika mitihani ya kitaifa ya kidato cha 6, kidato cha 4 pamoja na darasa la 7. Kwa hiyo tumekuwa tukiendelea na hilo zoezi. Hata Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kutokana na mapenzi yako ya dhati katika sekta ya elimu, sisi ofisi yetu ipo tayari kushirikiana na wewe. Hili tukio halijawahi kutokea ndani ya wilaya yetu ya Tarime, licha ya kushauri viongozi, lakini haijawahi kutokea. Kwa mimi labda nikuombe, unaweza ukapanga siku moja ukaitisha jukwaa la kielimu la wilaya, wadau wote wa elimu wakaja, tukaongelea masuala yanayohusu mambo ya elimu. Wale waliofanya vizuri tuwapongeze, na tuweze kupeana mikakati ya namna gani tunaweza tukasukuma swala zima la elimu, na wilaya yetu ikawa moja ya wilaya ambayo itakuwa inafanya vizuri katika matokeo ya kimitihani katika level tofauti tofauti. Na ndio maana mmeona zaidi ya mikoa 14 imeleta vijana hapa. Sisi kwetu ni faraja
maana yake kazi yetu imetangazika vizuri. Vinginevyo mngekuwa mnapata kazi ya kutafuta wanachuo. Lakini tuendelee kuhamasisha waendelee kuja wengi na wengi zaidi. Na kwa mazingira ambayo nimeyaona mimi hapa yanaweza kuaccommodate wanachuo wa kutosha tu. Zaidi ya 500. Kwa ni jambo jema, lakini jambo la pekee kabisa ambalo ni kupongeze mkurugenzi na staff yako namna ambavyo mmeweza kumkopesha Mwenyezi Mungu kwa kuwapa elimu bure, hasa vijana wa Tarime. Maana yake mnarudisha kile mnachokipata kwa jamii. Ni jambo la msingi sana, na mnaisaidia jamii yetu kuweza kubadilika, kupata mabadiliko ya kudumu. Tunatoka kwenye tabia ambazo hatuzihitaji, za uhalifu, lakini wanakuja kupata skills hapa ambazo zinaenda kuwasaidia kwenda kujiajiri, lakini pia kwenda kuajiriwa. Ni jambo zuri, na ndio maana nikasema hapana, nitenge siku maalum kwa ajili ya kutembelea vyuo vyangu ambao navilea ndani ya halmashauri, ndani ya wilaya, ili kuona namna gani tunaweza tukashirikiana vizuri kuijenga jamii ya Kitanzania. Na ni jambo kubwa sana kwetu. Hapo ninyi ni taasisi sekta binafsi, lakini mnajaribu kuongeza mchango kwenye sekta ya umma. Mnajaribu kushika mkono serikali pale ambapo pana gap. Kazi kubwa mnayofanya hii hapa, mnamuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kipekee kwa muda wote tangu nimekuja nilikuwa najaribu kufuatilia mambo ambayo ndani ya wilaya ni sehemu ambapo mnafanya kazi vizuri. Mnamuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Samia Suluhu, tunasema mitano tena. Samia Suluhu. Mitano tena. Samia Suluhu. Mitano tena. Kipekee kwa kweli, pasipo kuficha wala kupepesa macho, mnatuunga mkono kwenye mambo mengi ya kijamii. Wanasikia mnatuunga mkono. Kwa naona namna gani ambao mnashiriki kwenye kumsaidia Mheshimiwa Rais. Naye anawategemea sana, na hata nilipokuwa nakuja hapa leo nimefahamisha leo nafanya ziara kwenye vyuo. Anatambua kazi yenu kubwa mnayofanya. Anathamini kazi yenu kubwa mnayofanya. Anathamini malezi mnayotoa hapa kwenye jamii ya Kitanzania. Sio wana Tarime tu, kwa Watanzania wote. Kama zaidi ya mikoa 14 iko hapa. Maana yake mnafanya kazi ya kulea. Walimu natambua, mimi mwenyewe ni mwalimu kwa professional. Najua kazi ya kulea vijana. Najua namna ya kuwatengeneza vijana. Na labda niwaambie, nimekuwa mkufunzi zaidi ya miaka 11 kwenye chuo kinaitwa Tanzania Military Academy, ambacho kwa sasa kina offer Bachelor Military Science. Nimefundisha hapa na ndiko nilikotokea. Lakini pia niwahi kufanya kozi ya ualimu kwenye chuo cha ualimu kilikuwa kinaitwa Ifunda by then. Kilikuwa ni chuo kina ufundi ndani. Nimefanya pale kozi ya miaka 2 kama pure mwalimu. Kwa hiyo ukiniambia military ethics najua, ukiniambia teaching ethics nazijua, ukinipeka kwenye methodology uko najua vizuri, maandalio ya masomo, maazimio ya kazi yote najua vizuri. Kwa hiyo najua ugumu wa kufundisha, na najua kwamba walimu ni kazi ya wito na ni kazi ambayo inahitaji maadili makubwa. Nimepita kwa wanachuo, nimepita kwa wanafunzi, nimeona maadili mazuri. Kwa sisi ambao walimu tunafanya assessment haraka, tunaona kwamba hapa pana grooming nzuri ya watoto wetu. Kwa hiyo ongeleni sana walimu. Nimefarijika sana na nimefurahi sana. Lakini kuona kazi kubwa ambayo mmefanya, zaidi ya vijana 5000 waliotoka hapo, mmepanda mbegu kwenye jamii. Ongeleni sana. Lakini nimefurahi pia kuona kuna muunganiko mpaka shule ya amali nimeambiwa mnayo hapa. Ambayo ndio sasa hivi Mheshimiwa Rais anasisitiza sana. Kwa hiyo tutakuwa na shule 3 ndani ya wilaya za amali ambazo zinaenda kugusa maisha, zinaenda kupunguza kabisa changamoto ya ajira, lakini zinaenda kutoa skills nzuri kwa vijana wetu. Hongereni sana, tuendelee kuisimamia ili itoe matunda fasaha kwenye jamii. Lakini nimefurahi kuona kwenye ofisi yenu kuna ofisi ya uhamasishaji ambao mnahamasisha na mnapita si almost Tanzania nzima. Kama mikoa kadhaa, hiyo ni Tanzania nzima mnapita kuhamasisha ili vijana waende kwenye elimu ya ufundi. Ni jambo jema sana. Lakini naamini na kwetu Tarime hapa tutapata vijana wengi, uhamasishaji uwe mkubwa, na mimi nawaahidi ushirikiano mkubwa ili tuende kufanya hii kazi kwa pamoja, tutoe matunda. Mimi huwa ni mtu wa result oriented. Napenda sana nione matokeo ili tuweze kusonga mbele kwenye yale ambayo tumeyakusudia. Lakini nimeona ushirikiano mzuri ambao upo kati yenu ninyi, lakini pia na serikali kwa maana ya TAMISEMI, lakini Wizara ya Elimu, Wizara ya Elimu na Ufundi Stadi, Ofisi ya Waziri Mkuu,
ambao kiukweli muda wote tunapata maelekezo, lakini pia na miongozo namna gani tuweze kuzihudumia jamii ili tufike kwenye malengo ambayo serikali inakusudia. Kazi kubwa imefanyika, lakini na nyinyi mmeunga mkono kwa kiasi kikubwa. Naamini tukiendelea kushirikiana hivi tutasaidia vijana wetu kupata ajira, lakini tutasaidia vijana wetu kuweza kujiajiri wenyewe, na tukifanya hivyo maana yake tumeongeza uchumi wa mtu mmoja mmoja, lakini uchumi wa jamii yetu, na hapo tunapata matokeo chana, tunaepusha umaskini. Multiply effect itaonekana kwenye kazi ambayo tunafanya kwa pamoja, sababu watatoka hapa wana professional, wana skills tofauti, na tutaona matokeo huko kwenye jamii.